Ngoja leo nikutajie mambo ambayo utakiwa kujidanganya kabisa kuhusu mpenzi wako kabla ya ndoa. Kwanza, usijidanganye kwamba atabadilika kitabia baada ya ndoa. Tabia aliyonayo sasa kama vile hasira, uvivu, ukimya au kutokuwajibika ndivyo hivyo alivyo na ataingia nayo kwenye ndoa. Ndoa haibadilishi tabia bali huzikuza. Kama zinakukwaza sasa, basi zitakutesa baadaye. Pili, usijidanganye kwamba mapenzi peke yake yanatosha. Love is beautiful, lakini haitoshi. Ndoa inahitaji mawasiliano, heshima, uvumilivu na maamuzi ya pamoja. Mapenzi bila misingi hii hugeuka kuwa maumivu. Tatu, usijidanganye juu ya maadili na imani zake. Kama mko sawa kwenye misingi ya maisha kama vile imani, uaminifu, mipaka au ndoto, basi migongano ni uhakika. Differences ignored today become a conflict tomorrow. Nne, usijidanganye kuhusu namna anavyokutendea wakati wa migogoro. Angalia anavyokasirika, anavyoongea na anavyomaliza ugomvi. Kama anakudharau, anakunyanyapaa au anakunyamazisha sasa, basi ndoa haitamfanya awe mpole ghafla. Tano, usijidanganye kwamba utamrekebisha kwa juhudi zako. Wewe sio project manager wa maisha yake. Mtu hubadilika kwa maamuzi yake mwenyewe, si kwa shinikizo. Kujitolea kupita kiasi bila mabadiliko halisi ni kujiumiza tu. Sita, usijidanganye kuhusu uwajibikaji wake. Angalia anavyoshughulikia majukumu yake kama vile fedha, familia, kazi pamoja na ahadi. Mtu asiyewajibika kabla ya ndoa hatageuka kuwa responsible partner baada ya ndoa. Saba, usijidanganye kwamba matatizo madogo yataisha yenyewe, kwamba ni jambo dogo tu. Na mwisho, usijidanganye kwamba kukosa kukupa muda ni jambo la kawaida. Kama hakupi muda sasa, hata kupa muda zaidi baada ya ndoa. Muda ni lugha ya mapenzi. Mtu anayekuthamini hupata muda na si visingizio kila wakati. Hivyo basi, kabla ya kuingia kwenye ndoa, chagua kuona ukweli kuliko ndoto. Ukweli unaweza kukuumiza kidogo leo, lakini unaokoa maisha kesho. Usijidanganye, jitambue na uchague kwa hekima.